Usiku mzito ulitanda juu ya ghuba ya Uajemi, huku anga la Bahrain na Kuwait likipasuliwa na milio ya ving'ora vya tahadhari. Wakazi waliokuwa wamelala walijikuta wakiamshwa ghafla na sauti tahadhari zikizoeleka zaidi katika maeneo ya vita kuliko miji ya kisasa ya ghuba. Katika dakika chache zilizofuata, hofu ilienea kutoka vyumba hadi vyumba, huku mamia ya familia zikikimbilia maeneo salama baada ya taarifa kuibuka kuwa Irani ilikuwa imefyatua makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani kuelekea majirani zake wa ghuba. Serikali ya Bahrain ilitangaza kuwa mashambulizi hayo yalilengwa dhidi ya Bahrain na Kuwait, lakini mifumo ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuyazuia kabla hayajafika malengo yake. Wizara ya mambo ya nje ya Bahrain ilitoa taarifa kali ikiitaka Irani kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya mataifa ya ghuba, ikionya kuwa hatua hizo zinaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi katika eneo ambalo tayari limekuwa kitovu cha mvutano wa kimataifa. Lakini nyuma ya makombora hayo kulikuwa na simulizi kubwa zaidi. Hii haikuwa tu shambulio jingine la kijeshi, ilikuwa ishara kwamba makubaliano zaidi ya kusitisha mapigano kati ya Tehran na Washington yalikuwa yakitetemeka vibaya. Kwa wiki kadhaa, viongozi wa dunia walikuwa wakijaribu kuhaminisha umma kuwa hali hii ilikuwa ikielekea kutulia. Hata hivyo, matukio saa chache yalionyesha kuwa amani hiyo ilikuwa ikining'inia kwenye uzi mwembamba sana. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, Iran ilirusha makombora 7 balistiki kuelekea Bahrain na Kuwait. Vikosi vya Marekani vilifanikiwa kuharibu 6 kati ya makombora hayo angani, huku kombora la 7 likishindwa kufika lengo lake. Wakati huo ndege kadhaa zisizo na rubani ni drones zilikuwa zimeelekezwa katika eneo la mlango wa Hormuz, moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Marekani ilisema kuwa ndege hizo za Irani zilikuwa tishio la moja kwa moja kwa usalama wa meli zilizopita katika njia hiyo muhimu ya biashara za mafuta. Ndani ya muda mfupi, ndege za kivita na mifumo ya makombora ya Marekani zilianza operation ya kuyadungua kabla hajasababisha madhara makubwa. Lakini Tehran nayo haikukaa kimya. Kupitia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Irani IRGC, Irani ilitangaza kuwa malengo yake yalikuwa ni kambi ya anga ya Al Salem nchini Kuwait iliyotumiwa na majeshi ya Marekani pamoja na makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani kilichopo Bahrain. Kauli hiyo ilionyesha wazi kuwa Irani ilikuwa ikijibu kile ilichokiona kama shinikizo la hatua za kijeshi zinazozidi kuongezeka kutoka Washington. Katika siku za karibuni, Marekani imekuwa ikielekeza kile wachambuzi wanakiita mzingiro wa baharini dhidi ya Irani. Meli za kijeshi za Marekani zimeongeza operesheni za kuzuia usafirishaji wa mafuta ya Irani, huku zikilenga kudhoofisha mapatano ya Teherani yanayotegemea sekta ya nishati. Hatua hizo zimefanya Irani kuona kuwa inasukumwa ukutani na majibu yake yamekuwa ya haraka na makali zaidi. Athari za mzozo huo hazijaishia kwenye medani za vita pekee. Bei za mafuta duniani zimeendelea kupanda kwa kasi, huku masoko ya kimataifa yakitetemeka kila mara taarifa mpya zinapotokea kutoka ghuba. Mlango wa Hormuz ambao hupitisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi ya dunia umegeuka kuwa eneo la hatari kubwa. Kila kombora linalorushwa katika eneo hilo lina uwezo wa kuathiri uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa. Wakati huo, Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuonyesha matumaini kwamba mzozo huo unaweza kumalizika haraka. Akizungumza mbele ya wakulima katika jimbo la Wisconsin, Trump alisema hali ya Irani inaonekana kwenda vizuri sana, na hakaahidi kuwa Marekani itatoka katika mgogoro huo kwa njia moja au nyingine. Lakini nyuma maneno hayo ya matumaini kuna hali ngumu ya kisiasa. Mazungumzo kati ya Marekani na Irani kuhusu kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 60 pamoja na kuanzisha duru mpya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani yamekwama. Ripoti zinaonyesha kuwa Washington inataka mabadiliko mapya katika makubaliano hayo, huku Tehran ikionekana kutokuwa tayari kuyakubali hadharani. Katika mahojiano ya television, Trump alikiri kuwa mazungumzo hayo yatachukua muda kwa sababu Irani inalazimika kufanya mambo ambayo haikuwahi kufikiria kuyafanya hapo awali. Kauli hiyo ilitafsiriwa na wengi kama ishara kwamba Marekani inaendelea kuongeza masharti kwa upande wa Irani. Hata hivyo, moto wa mgogoro haujawaka katika ghuba pekee. Kaskazini magharibi mwa eneo hilo nchini Lebanon, hali nayo inaendelea kuwa tete. Makubaliano mapya ya kusitisha mapigano yanayopatanishwa na Marekani kati ya Israel na Lebanon yamekutana na upinzani mkali kutokana na kundi la Hezbollah. Wakati viongozi wa kidiplomasia wakizungumza kuhusu amani, ndege za kivita za Israeli zilikuwa zikifanya mashambulizi mapya kusini mwa nchi ya Lebanon. Mashambulizi hayo yalilazimisha
maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao kwa mara nyingine, vijiji kadhaa vikipokea mahamisho ya kuhamishwa, huku milipuko ikisikika katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa nchi hiyo. Ripoti za awali zilieleza kuwa watu kadhaa walipoteza maisha katika mashambulizi hayo, jambo lililolazimisha kuingia kwa hofu kwamba vita vinaweza kupanuka zaidi ya mipaka ya Irani. Kwa Irani, suala la Lebanoni limekuwa sehemu muhimu ya mazungumzo ya amani. Teherani imekuwa ikisisitiza kuwa makubaliano yoyote ya kudumu ya kusitisha vita lazima yahusishe pia kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanoni. Hivyo, kila shambulio jipya kusini mwa Lebanoni linaifanya njia ya amani kuwa ngumu zaidi. Kadiri siku zinavyopita, picha inayojitokeza ni ya kwamba Mashariki ya Kati inasimama katika njia panda hatari. Upande mmoja kuna juhudi za kidiplomasia zinazojaribu kuokoa makubaliano ya amani. Upande mwingine kuna makombora, ndege zisizo na rubani, drones na mashambulizi yanayoendelea kila siku. Na wakati ving'ora vya tahadhari vikilia Bahrain, Kuwait, Lebanon na maeneo mengine ya Ghuba ya Uajemi, swali linalobaki ni moja: je, huu ni mwanzo wa mwisho wa vita vya Irani au ni mwanzo wa sura mpya na hatari zaidi katika mgogoro unaotikisa dunia? Wakati huu hakuna anayejua jibu kamili. Kinachojulikana ni kwamba anga la Ghuba linaendelea kuwa la moto. Kulipopambazuka alfajiri ya Ijumaa katika kusini mwa Lebanon, milio ya ndege za kivita na sauti za milipuko ilipasua anga lililotanda ukungu wa vita. Wakati macho ya dunia yakielekezwa kwenye mazungumzo ya kijeshi yaliyokuwa yakifanyika mjini Washington, wanajeshi wa Israeli walikuwa wakisonga mbele ndani ya ardhi ya Lebanon, wakivuka maeneo ambayo kwa muda mrefu yamekuwa mstari wa mgawanyiko kati ya maadui hawa wa jadi. Katika kijiji cha Dibin karibu na mji wa Majel, wanajeshi wa Israeli waliingia kwa kasi wakipanua eneo lao la operation. Kwa wakazi waliobaki, ilikuwa ni ishara nyingine kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa wiki chache zilizopita yalikuwa bado mbali kuleta amani halisi. Siku hiyo hiyo, anga la Lebanon lilitikiswa na mashambulizi ya anga katika vijiji vya Del Khanun na Al-Nal na Khabasle. Watu 5 walipoteza maisha baada ya ndege za kivita kushambulia maeneo yao. Kwingineko, polisi wa manispaa aliuawa katika kijiji cha Eba. Kila shambulio liliongeza orodha ya waathirika wa vita ambavyo vimeendelea kuikumba Lebanoni kwa miezi mingi. Lakini maelfu ya kilomita kutoka uwanja wa mapambano ndani ya ukumbi wa mikutano ya Pentagon nchini Marekani, kulikuwa na tukio ambalo wengi hawakuamini kufikiria lingewezekana. Maafisa wa kijeshi wa Lebanoni na Israeli walikutana uso kwa uso katika mazungumzo ya moja kwa moja ya kijeshi kwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa ya kivita. Ujumbe wa wanajeshi 6 kutoka Lebanoni uliongozwa na Brigadier Generali George Rizkal uliketi mezani pamoja na maafisa wa Israeli, huku maafisa wa Marekani wakisimamia mazungumzo hayo. Pentagon ilieleza mazungumzo hayo kuwa yenye tija, yakilenga kujenga mifumo ya usalama na utulivu wa kikanda. Hata hivyo, hakuna upande uliotangaza mafanikio makubwa mara moja. Changamoto kubwa iliyokuwa mbele ya mazungumzo hayo ilikuwa ukweli kwamba kundi la Hezbollah, ambalo ndilo lengo kuu la operesheni za Israeli, alikushiriki kabisa katika majadiliano hayo. Zaidi ya hapo, viongozi wa Hezbollah tayari walikuwa wameonyesha wazi kwamba hawatakubali matokeo yoyote yatakayofanyika bila ushiriki wao. Kwa upande wa Lebanoni, wajumbe wao walifika Washington wakiwa na lengo moja kuu: kuhakikisha usitishaji mapigano unakuwa wa kweli na wa kudumu. Walitaka kufufuliwa kwa kamati ya kimataifa iliyokuwa ikifuatilia utekelezaji wa makubaliano ya vita yaliyosimamiwa na Marekani mwishoni mwa mwaka 2024. Maafisa wa Lebanoni waliamini kwamba kabla ya kuzungumzia masuala mengine kama uwekaji wa jeshi la Lebanoni mpakani au kuondoka kwa wanajeshi wa Israeli kusini mwa nchi hiyo, jambo la kwanza linapaswa kuwa kukomesha mapigano yanayoendelea kila siku. Rais wa Lebanoni Joseph Aoun aliingilia juhudi hizo za kidiplomasia. Katika mazungumzo yake ya simu na Marco Rubio, alisisitiza kuwa utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ndio ufunguo wa kutatua migogoro mingine yote. Lakini wakati viongozi wakizungumza kuhusu amani, hali ya uwanja wa vita ilikuwa tofauti kabisa. Jeshi la Israeli lilitoa maagizo mapya ya kuhamisha wakazi kutoka maeneo kadhaa ya kusini mwa Lebanoni. Mamia ya familia walilazimika kukimbia tena, wakiacha nyumba zao na kuelekea kaskazini kutafuta usalama. Kwa wengi wao ilikuwa mara ya pili au ya tatu kuhama tangu vita vipya vilipoanza. Mapigano makali yaliripotiwa katika vijiji vya Yam na Zata al-Shakl karibu na Nabat. Hapo ndipo wanajeshi wa Israeli walipovuka mto Litani, mto ambao kwa muda mrefu umekuwa mpaka wa kimkakati katika operesheni za kijeshi za eneo hilo. Hezbollah ilidai wapiganaji wake walishambulia vikosi vya Israeli ndani ya Yoma
Hii ilionyesha kwamba licha mashambulizi makubwa ya anga na ardhini, kundi hilo bado lilikuwa na uwezo wa kupambana moja kwa moja dhidi ya vikosi vya nchi ya Israeli. Macho mengi yalielekezwa pia kwenye ngome ya Beaufort, kasri la kihistoria lililojengwa wakati wa vita vya msalaba karne nyingi zilizopita. Ngome hiyo ipo juu ya mlima uliotazama sehemu kubwa ya kusini mwa Lebanon. Wachambuzi wa kijeshi walijiuliza ikiwa hatua ya Israeli kuvuka Litani ilikuwa sehemu ya mpango wa kutwaa eneo hilo la kimkakati. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alitembelea mstari wa mbele wa mapigano siku hiyo. Akiwa amezungukwa na wanajeshi wengi, alitangaza kwa sauti ya kujiamini kuwa vikosi vya Israeli vimevuka Litani na kufikia maeneo muhimu ya udhibiti. Netanyahu alidai kwamba operesheni za kijeshi zilikuwa zikifanyika si kusini mwa Lebanon pekee, bali pia mji mkuu wa Beirut na bonde la Bekaa. Kwa mujibu wake, Hezbollah ilikuwa ikipokea pigo kubwa zaidi tangu kuanza kwa vita hivyo. Hata hivyo, nyuma ya kauli hizo za ushindi kulikuwa na picha nyingine za kibinadamu. Zaidi ya watu milioni 1 wamekimbia makazi yao ndani ya Lebanon tangu kuanza kwa vita hivi vipya. Miji na vijiji vingi vimegeuka kuwa maeneo ya magofu, huku familia zikitawanyika katika shule, misikiti na vituo vya muda vya wakimbizi. Wakati huo matumaini ya suluhu yanaonekana kuibuka kutoka upande mwingine wa Mashariki ya Kati. Marekani na Irani zilikuwa zikijadiliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 60 zaidi na kuanzisha duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Kwa Hezbollah ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiungwa mkono na Irani, maendeleo hayo yalikuwa muhimu sana. Mbunge wa Hezbollah Hassani Fadlala alieleza matumaini kwamba makubaliano yoyote kati ya Marekani na Irani yanaweza kuzuia mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon. Lakini hadi wakati huo, milio ya mabomu ndiyo iliyokuwa ikiandika sura mpya ya historia ya eneo hilo. Kwa upande mmoja kulikuwa na wanadiplomasia wakijaribu kujenga daraja la amani ndani ya Pentagoni. Kwa upande mwingine kulikuwa na wanajeshi waliokuwa kisonga mbele kupitia vijiji vya kusini mwa Lebanon, huku wapiganaji wa Hezbollah wakijibu kwa kasi kwa kutumia risasi na makombora. Na katikati ya mzozo huo walikuwa raia wa kawaida wa Lebanoni, wakulima, wafanyabiashara, watoto na wazee waliokuwa wakingoja kwa hamu siku ambayo taarifa za vita zitaacha kutawala maisha yao. Kadri usiku ulivyozidi kuingia katika vilima vya kusini mwa Lebanon, swali moja linaendelea kubaki hewani. Je, mazungumzo ya Pentagoni yataweza kufanikisha amani ambayo bunduki na makombora yameshindwa kuleta? Au vita hivi vitaendelea kuandika sura nyingine ya maumivu katika historia ya Mashariki ya Kati?